Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuendelea na darasa yetu ya fiqh kitabu cha Risalatul Jamia. Tumefika katika faslun inayosema faslun, ingine kigawanyo, furudhul wudhu'i sittatun, faradhi za udhu ni sita. Katika udhu kuna mambo ambayo kwamba ni ya sunna na kuna mambo ambayo kwamba ni ya faradhi. Katika viungo vya udhu kuna viungo ni sunna kuosha na kuna viungo ni faradhi. Sasa leo tutaelezea vile vya faradhi katika kitabu ili ndio tupate kujua za sunna ni zipi. Zile ambazo hazitaelezwa itakuwa na maana hizo ndio za sunna. Asema mwenye kitabu al-awwalu, jambo la kwanza an-niyatu ni kutia nia. Na nia mahali pake ni moyoni, na kutamkania ni sunna katika ihram ya hija peke yake. Katika ibada zingine si sunna, haikupokewa kwa mtume. Na nia unatia kwa ile lugha yako. Isipokuwa katika vitabu vinaandikwa Kiarabu, sababu vitabu vyenyewe vimeandikwa Kiarabu. Ndio utaona nawaitu rafa al-hadath al-asghar, nawaitu usalli fardhu salati adh-dhuhr. Ile ni kuonesha maneno gani nafaa upitishe ndani ya moyo wako ili iwe ndio ni nia. Kwa hiyo nia mahali pake ni moyoni. Athani, jambo la pili, ghaslul wajhi, ama faradhi ya pili ni kuosha uso. Kwa hiyo hapa tutafahamu kuwa yaliyoko kabla ya uso yote ni sunna. Kwanza vitanga vya mkono, kwanza kupiga bismillah, kupiga mswaki, vitanga vya mkono, kusukutua, kupaliza maji puani, hizi ni sunna. Wa hadduhu, na mpaka wa uso ama sehemu nafaa kuoshwa katika uso, min manabiti sha'ri ra'si, ni kuanza mameleo ya nyele za kichwa pale inapomea nyele kawaida, ila muntaha al-lahyaini wadh-dhaqni, mpaka chini ya taa mbili na kidevu. Kwa hiyo huu kuanza hapo mameleo ya nyele mpaka chini ya kidevu pamoja na taa huko chini ambapo kuna ndevu. Tulan, kwa urefu. Wa ardan, na kwa upana. Min al-udhni, ni kuanzia sikio ila al-udhni mpaka sikio. Kwa hiyo na maana hii yote unafaa uoshe ewe itaingia maji. Na katika kuosha kuna sharti tatu. Kwanza, usiwe na kiungo chenye kubadilisha maji, ladha yake, harufu yake au rangi yake. Usiwe na kitu ambacho kwamba kitazuia maji kufika katika ngozi au katika nyele, na iwe ni kuosha sio kupaka. Kuosha ni vipi? Ni iwe maji yatapita katika mwili. Hata kama utayasaidia kuyapitisha, lakini iwe ni maji yanapita. Si maji yameisha ukapeleka mkono wenye maji, itakuwa ni kupaka sio kuosha. Athalithu, faradhi ya tatu, ghaslul yadaini, ni kuosha mikono miwili ila al-mirfaqaini, mpaka kwenye ziwi ziwili. Kiwi ni hichi hapa. Kwa hiyo unapoosha uoshe mpaka kwenye kiwi, pamoja na kiwi nacho pia ukioshe. Arabi'u, ya nne, mashu shay'in, ni kupaka kitu min basharati rasi, kama na ngozi ya kichwa, au sha'rin, au nyele, fi haddihi, katika mpaka wake. Unaruhusiwa kupaka katika nyele ikiwa zile nyele ukizivuta hazitoki kwenye mpaka wa kichwa. Ikiwa ni ndefu kiasi ukivuta zinatoka, hauruhusiwi kupaka katika nyele, ni lazima upake katika ngozi ya kichwa. Al-khamisu, ya tano, ghaslu rijlaini, ni kuosha miguu miwili, ma'al ka'baini, pamoja na mato maguu ya miwili pamoja na mato mawili ya maguu. Unapoosha mguu ni uoshe mpaka mato maguu pia uyaoshe. Na kama tulivyosema katika kuosha kuna sharti tatu. Kwanza, maji yatapita yenyewe, kisha kusiwe na kitu cha kuzuia maji kufika katika ngozi au katika nyele, usiwe na kitu cha kubadilisha sifa ya maji. Na katika mikono na miguu kunazidi kucha ambazo kwamba ni hainapaswa uhakikishe hazina uchafu wenye kuzuia maji kuingia katika kucha. Na katika miguu sangine huwa yana pasuko, uhakikishe zile pasuko ziko safi kiasi ambacho kwamba maji yataweza kuingia ndani ya zile pasuko. Asadisu, ya sita, at-tartibu, ni kufuatanisha ala hadhihi al-kayfiyati, juu ya sampuli hii. Uanze na uso, mikono, kichwa, miguu. Hivi ambavyo kama maelezo, si uanza na kichwa mara uanza na mikono waenda huku na huko. Utafanya at-tartib. Kuna at-tartib na kuna muwalat. Muwalat ni ukianza kutawadhi uendelee mpaka umalize. At-tartib ni ufatanishe, baada hichi ni hichi, baada hichi ni hichi. Inshallah hizi ndio nguzo sita ama faradhi sita katika
udhu. Tumwombe Mwenyezi Mungu ajalie min alladhina yastami'una alqawla yattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi.